Watawa 22 kutoka Sri Lanka waliokuwa wakirudi kutoka Thailand walikamatwa siku ya Jumapili kwenye uwanja mkuu wa ndege wa kimataifa wakiwa na kiasi kikubwa sana cha bangi yenye nguvu takriban pauni 242, maafisa walisema. Msemaji wa forodha wa Sri Lanka alisema kundi hilo lilikuwa linarejea nyumbani baada ya likizo ya siku 4 katika mji mkuu wa Thailand. Walikuwa wameficha bangi aina ya kush ambayo ina nguvu zaidi ndani ya mizigo yao. Alisema kila mmoja alikuwa amebeba karibu kilo 5 za dawa hiyo zikiwa zimefichwa kwenye sehemu za siri ndani ya mabegi yao. Pia aliongeza kuwa watawa hao walikabidhiwa kwa polisi na walitarajiwa kupelekwa mbele ya hakimu baadaye siku hiyo ya Jumapili. Watawa hao wengi walikuwa vijana wanafunzi kutoka mahekalu mbalimbali nchini Sri Lanka na walikuwa wameenda likizo iliyolipwa na mfanyabiashara mmoja. Maafisa wa forodha walisema huo ndio ulikuwa ukamataji mkubwa zaidi wa bangi aina ya kush kuwahi kufanyika katika uwanja huo mkuu wa kimataifa nchini humo. Mwezi Mei mwaka 2025, mwanamke ambaye ni Mwingereza mwenye umri wa miaka 21 alikamatwa katika uwanja huo akiwa na pauni 101 za dawa hiyo. Mwanamke huyo aliyejulikana kwa jina la Charlotte Meili alisema alisafiri kutoka Bangkok kwenda Colombo ili kurefusha visa yake ya Thailand. Shirika la habari la BBC liliripoti kuwa alikana kujua kuhusu dawa hizo kwenye mizigo yake na akadai ziliwekwa kwenye hoteli aliyofikia huko Bangkok. Mnamo Juni mwaka 2025, maafisa wa forodha wa Sri Lanka walimkamata mwanamke mwingine na kukamata kiasi kikubwa zaidi cha kokaini kuwahi kugunduliwa katika uwanja huo. Ilisemekana kuwa mwanamke huyo wa Thailand mwenye umri wa miaka 38 ambaye hakutajwa jina alikuwa ameficha takriban pauni 22 za kokaini ndani ya midoli 3. Katika miaka ya hivi karibuni, mamlaka za Sri Lanka pia zimegundua mara kadhaa dawa za kulevya kama heroin na nyingine zikiingizwa nchini kwa njia ya magendo kupitia boti ndogo za uvuvi. Hii si mara ya kwanza kwa watawa kuhusika na kesi za dawa za kulevya. Mwaka 2022, watawa wote katika hekalu moja la Kibudha katikati mwa Thailand waliondolewa kwenye wadhifa wao baada ya kupimwa na kukutwa na matumizi ya dawa ya methamphetamine. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.